Jerusalem. Israel imesisitiza jana kwamba itaendelea kusimamia usalama ndani ya Gaza licha ya kusaini makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani ya usitishaji vita ambayo yangeruhusu upelekwaji wa kikosi cha kimataifa cha usalama. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwaambia mawaziri kwamba Israel itaamua yenyewe wapi na lini watawashambulia maadui zake na ni nchi zipi zitaruhusiwa kutuma wanajeshi kulinda makubaliano ya kusitisha mapigano. Chini ya masharti ya kusitisha mapigano, vikosi vya Israel vitaondoka Gaza, huku kikosi cha kimataifa kinachotarajiwa kutoka nchi nyingi za Kiarabu au Kiislamu kikitarajiwa kulinda usalama wa Gaza. Israel imeondoa vikosi vyake ndani ya Gaza hadi kwenye kile kinachoitwa mstari wa njano, lakini inasalia kudhibiti zaidi ya nusu ya eneo hilo, ikiidhinisha pia kila msafara wa misaada wa Umoja wa Mataifa unaopitia mipaka yake. Geneva. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa njia salama kwa raia waliokwama na wanaokimbia mji wa Sudan wa El Fasher baada ya wanamgambo wa RSF kudai Jumapili kuwa wanaudhibiti kikamilifu mji huo. Mkuu wa misaada ya kiutu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher alisema kuwa ameshtushwa na ripoti za vifo vya raia huko El Fasher ambako ilikuwa ni kituo kikuu cha mwisho cha magharibi mwa Darfur ambacho hakikuwa mikononi mwa RSF. Fletcher amesema maelfu ya raia wanaendelea kunasa na kushikwa na hofu kufa njaa kwa sababu hawana chakula, huduma ya afya na usalama. Aidha, pia mkuu huyo ametaka mashambulizi dhidi ya raia, hospitali na operesheni za kiutu kukomeshwa mara moja. Kiasi cha watu 260,000, nusu yao wakiwa ni watoto, wamekwama ndani ya mji huo bila msaada wa chakula. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Beirut. Lebanoni kupitia wizara yake ya afya imesema mashambulizi ya Israeli kusini na mashariki mwa nchi hiyo yamewaua watu 3 licha ya makubaliano yanayoendelea usitishaji mapigano. Israeli ilisema kuwa mashambulizi yake yaliwalenga wanachama wawili wa kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, jeshi la Israel lilisema limemuua Ali Hussein al-Masawi mashariki mwa Lebanoni, likimtaja kama muuzaji wa silaha na msafirishaji haramu wa Hezbollah. Aidha, jeshi hilo pia lilisema limemuua mwanachama mwingine wa kundi la Hezbollah aliyetambulika kama Abdi Mohamed al-Said kusini mwa Lebanon. Umoja wa Mataifa ulisema Jumapili kwamba ndege isiyo na rubani ya Israel iliangusha guruneti karibu na kikosi chake cha kulinda amani kusini mwa Lebanoni na pia kikosi chake cha doria kilishambuliwa na Israel. Na hatimaye ni Douala, Kameruni. Watu 4 wameuawa katika makabiliano kati ya vikosi vya usalama na wafuasi wa kiongozi wa upinzani wa Kamerun ambaye anadai kushinda uchaguzi wa hivi karibuni wa rais kabla ya matokeo rasmi kutangazwa hii leo. Issa Chiroma ambaye alipambana na Rais Paul Biya aliyetawala kwa miaka 43 katika uchaguzi wa Oktoba 12 aliwataka wafuasi wake kuandamana kwa amani usiku wa kuamkia tangazo hilo licha ya marufuku ya mikusanyiko ya umma. Chiroma anasema alishinda 54.8% ya kura, lakini wachambuzi wengi wanatarajia Biya mwenye umri wa miaka 92 kushinda muhula wa 8 katika uchaguzi ambao wakosoaji wake wanasema umezidi kuibiwa. Katika jiji kubwa zaidi la Kameruni la Douala, gavana wa mkoa alisema waandamanaji walishambuliana na polisi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini. DW. Makala yetu leo. Visa vya ukeketaji vingali vinaripotiwa kwa 83% katika jimbo la Marsabit nchini Kenya. Visa hivyo vinaripotiwa wakati mamlaka nchini humo tayari zilipiga marufuku ukeketaji katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Isitoshe, mabinti wamekuwa wakilazimishwa kupitia kisu cha ngariba bila ridhaa yao kwa imani kwamba bila kukeketwa msichana hataolewa. Leo makala yetu yako eneo la Laisamis jiponi Marsabit kumulika namna ukeketaji ulivyorudisha nyuma viwango vya elimu katika eneo hilo linalokaliwa na wafugaji. Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW na karibu katika kipindi hiki. Jina langu ni Michael Kwena.
Tangu mwaka wa 2011 wakati serikali ya Kenya ilipopiga marufuku ukeketaji, visa hivyo vimeripotiwa kupungua pakubwa, hasa katika jamii zinazokaliwa na wafugaji. Serikali kwa ushirikiano na mashirika mbalimbali yamekuwa katika mstari wa mbele kuelimisha jamii kuhusu madhara ya ukeketaji na haja ya kukumbatia elimu kwa mtoto wa kike ambayo haijapewa umuhimu mkubwa katika eneo hili. Jimboni Marsabit, jamii zimekuwa zikiendeleza mila ya ukeketaji japo kwa usiri mkubwa, kutokana na adhabu iliyowekwa na serikali kwa yeyote atakayepatikana akiendeleza mila hiyo iliyopitwa na wakati. Eneo la wakilishi bungeni la Laisamis ndilo limerekodi idadi ya juu ya wasichana wanaokeketwa kutokana na unyanyapaa kwa wasichana ambao hawajapitia kisu cha ngariba. Kulingana na Ngasu Pataliero, wanawake wamechangia pakubwa kwa mila hiyo kuendelezwa bila ya kujali madhara yake. Anasema adui mkubwa katika vita dhidi ya ukeketaji ni akina mama katika jimbo la Marsabit. Sisi ndio tunajua mtoto ya fulani, hatujui ni siku gani ambayo sisi wamama ndio tuna siri, ni sisi wamama ndio tunafanya hizo vitu zote kujua fulani hajakeketwa. Na tena vijana wenyewe wakubali kuoa msichana ambaye hajakeketwa, sababu kama hao wamekubali kuoa msichana ambaye hajakeketwa, ukeketaji ni kama. Maamuzi ya wazee katika jamii ya wafugaji yamekuwa yanaheshimika sana, na Mama Ngasu Pata anasema iwapo wazee watatoa mwelekeo wowote kuhusu mila hiyo, basi hiyo ndiyo itakuwa hatua ya mwanzo kuelekea kuutokomeza na kufikisha mwisho ukeketaji jimboni Marsabit. Ni kweli wamama, lakini wamama hatafanya bila wanaume. Ni wazee ndio wanasema mfanye, ndio sisi tutafanya. Na kama wao wamesema tufanye, hata sisi tuweze fanya, kwa sababu hakuna wakati kichwa ile shingo inasapita kichwa. Baraza la wazee wa jamii ya Rendile mnamo mwezi Juni mwaka wa 2025 lilitangaza kupiga marufuku ukeketaji miongoni mwa wasichana kutoka jamii hiyo. Wazee wa jamii hiyo kwa kauli moja walipiga marufuku shughuli zozote zinazofungamana na ukeketaji na kutoa maagizo ya kutekelezwa mara moja. Kulingana na mzee Silangu Lengima, ukeketaji umechangia madhara mengi kwa wasichana na hivyo hajaona haja kuiendeleza mila hiyo ambayo imekuwa ikienziwa kwa miaka na mikaka. Aidha, amesema wazee wametoa maagizo kwa vijana wao kukubali kuoa wasichana ambao hawajakeketwa. Wazee anajua samani, hawataki maneno. Unaona mzee kuleta na tunaambia wewe enda tu basi. Na nimefikiria mambo mingi, kwa hivyo na hata sisi pia nimekubali. Hakuna mzee, si nimeona mzee lakini anasema la. Hapana, wazee yote nimekubali kabisa. Ni wa kijana naongoza na wazee. Mimi niko wa kijana kama hini. Nikuambia nafanya msichana ile wao na watu da hii basi anakubali tu. Viongozi wa kidini pia wamekuwa wakishinikiza jamii za wafugaji kukomesha mila zilizopitwa na wakati ambazo zinakiuka haki za wasichana. Viongozi hao wamekuwa wakizuru maeneo mbalimbali kwenye jimbo hili kutoa elimu kwa wafugaji kama njia ya kukomesha mila hiyo potofu. Kulingana na Abdullahi Hussein, mmoja wa viongozi wa kidini, wakati mwadio kwa wafugaji kote nchini kuasi mila hatari na kuanza kuwapeleka watoto shuleni. Anasema ni kupitia elimu tu ambapo wasichana wataepuka mila zisizofaa, hoji kwamba hatua hiyo italeta afueni kubwa kwa wakazi katika maeneo ya wafugaji. So tukishirikiana na kina mama na wazee ambao wachache ambao wameshirikiana na kina mama, tunaweza kuzuia hiyo mambo ya ukeketaji. Kwa mila ya desturi na ya jamii ambayo tuko pamoja hapa, watoto ambao wamekeketwa wengi wao huwa wanaishia wakifanya nini? Wakienda kuchunga mali ama mifugo yao. Kwa hivyo hataweza kupata nafasi ya kwenda shule kusoma kama wasichana wengine. Hussein amewalaumu sana kina mama kwa ongezeko la visa vya ukeketaji katika eneo la Laisamis, akiwataka kushirikiana na wazee kukomesha dhuluma hizo. Anasema hii ukeketaji inaendelea sana kwa kisiri na kina mama, kwa sababu mwenye kukeketa ni mama, mwenye anakeketwa ni msichana ambaye kwa siku ijazo atakuja kwa mama. Mwenye anakeketa ni mama, mwenye kusaidia hiyo mwenye ukeketaji ni mama, ambaye anasaidia msichana kushika mgongo ni mama. Katika siku za hivi karibuni, shirika la kijamii la Brighter Society Initiative limekuwa likiendeleza uhamasisho katika majimbo yanayoripoti visa vya ukeketaji nchini. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Sadia Hassan amesema juhudi zinaendeleza kukomesha kabisa ukeketaji miongoni mwa wasichana, hususan kutoka jamii za wafugaji. Ameshabikia hatua kubwa walizozipiga tangu kuzindua kampeni yao ya kuwahusisha wazee na wasichana kutoka majimbo kunakoendelezwa mila hizo.
And the recent Kenya Demographic and Health. Ripoti ya hivi punde inaonyesha kwamba viwango vya ukeketaji katika jimbo la Marsabit viko kwa 83%. Hii ina maana kwamba visa hivyo bado ni vingi. Kwa wasichana 10, 8 wamekeketwa. In 10 girls, 8 have already been cut. Bi Hassan anasema shirika hilo linatumia mbinu ya kipekee na inayokubalika katika jamii mbalimbali kuendeleza ajenda kukomesha ukeketaji. Kwenye kampeni yao iliyopewa jina Sauti ya Jamii kukomesha ukeketaji, wanapania kukomesha dhuluma hizo katika majimbo 7 yaliyoripoti visa vingi vya ukeketaji. Kulingana naye, shirika lake linawahusisha mabaraza ya wazee kwenye kampeni yao ya kukomesha ukeketaji mashinani. Baraza la wazee wa Rendile kwa jina NABU limetangaza kupiga marufuku ukeketaji katika jamii hiyo. Hii ni hatua kubwa sana kwetu kwa sababu programu yetu ya kukomesha ukeketaji sasa inaendelea kuzaa matunda. Serikali ya jimbo la Marsabit pia imekuwa ikiendeleza kampeni nyanjani ya kupambana na dhuluma dhidi ya wasichana kupitia ofisi ya mkewe Gavana Bi Alamitu Jatani. Kila wakati katika hotuba zake, Bi Alamitu amekuwa akilalamikia utamaduni wa jadi katika baadhi ya jamii zinazoishi jimboni hapa. Wakati huo huo, idara ya watoto katika jimbo hili pia imekuwa ikilalamikia utamaduni kama kizingiti kwa haki za watoto, kama anavyoeleza Liki Mukanzi, afisa kwenye idara hiyo. Sheria za serikali hazifuatiliwi sana, manake pia hata uongozi wa serikali hawafikii hawa watu. Kwa hivyo ukubwa wa hii kaunti ndio mwanya wa kwanza ambao vyombo tunapambana nao. Mwingine ni tamaduni ambazo zimepita na wakati. Unajua hii jamii yetu ya Warendile, ya Wasamburu, ya Waburji, ya Waborana na ya Wagabra wana tamaduni ambazo kwa kiwango kikubwa zinakandamiza haki za watoto, hasa mimba za mapema, ukeketaji na watoto kuoza wakiwa wadogo. Na msikilizaji, makala yetu yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimejadili kwa kina dhuluma ya ukeketaji dhidi ya watoto wasichana katika jamii ya Rendile jimboni Marsabit. Tumemulika namna wazee katika jamii hiyo walivyokubali kuasi mila hiyo ambayo imekuwa ikishikiliwa kwa muda mrefu. Wazee katika jamii hiyo pia wamepiga marufuku ukeketaji wa wasichana katika jamii hiyo inayopatikana katika eneo bunge la Laisamis. Kutoka kwangu sina la ziada ila kukushukuru kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Laisamis katika jimbo la Marsabit, nimekuwa mtayarishaji na msimulizi wako Michael Kwena. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri. DW Vijana Tugutuke. Karibu sana msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu katika matangazo haya Vijana Tugutuke, na mimi naitwa Anuari Mkama. Tunazungumzia kuhusiana na lawama ambazo zimekuwa zikitolewa na wazee kwamba vijana wamekuwa hawawalei na hawawasaidii mara baada ya kukua na kupata uwezo wa kiuchumi. Je, ni kweli? Kwa majina naitwa Mzamio Nasol, naishi Mwingi. Kwa majina naitwa Magdalena, naishi Mbezi. Kwa majina naitwa Esther Deus, mkazi wa Dar es Salaam. Kwa jina naitwa Hassan Kabongo. Labda nianze na Esther Simwe. Wewe unasemaje? Je, ni kweli kwamba vijana hawawasaidii wazee wao pindi wanapokuwa na maisha? Inaweza ikawa ni kweli na pia inaweza ikawa ni uongo, kwa sababu kuna pande mbili katika hili. Kuna pale ambapo kijana anatamani kuwasaidia wazazi, lakini kutokana na mabadiliko ya kimaisha uchumi unakuwa unabana. Lakini pia sasa hivi sio kama zamani, vitu ni vingi. Unakuta labda mtu umehamia mjini, ndo kwanza umepata kazi, kodi, maisha yamekuwa ghali. Kwa hiyo pale hata unapotaka kuwasupport wazazi, wewe mwenyewe inakubana, inabidi ujinyime. Yaani sasa unapokea mshahara wa kwanza, utaacha kulipa kodi. Kuna kesi ambazo unaangalia uzito. Hata kidogo ambacho unachokipata uwezi kukigawa. Kinawezekana, lakini hapo yani kwenye issue kama hii kuna vitu vingi vinachangia. Kuna tu hulka ya mtu mwingine, yani kwake kusaidia sio hulka yake. Kwa hiyo anaona ni uchoyo tuseme, anaona hii inanitosha mwenyewe. Lakini kuna yule ambaye anatamani kutoa lakini hana. Hassan Kabongo, umemsikia Esther hapo. Mambo mengi yanaingiliana.
Je, ni kweli? Ni kweli kwa jinsi alivyosema. Ukiangalia kwa sasa vijana wengi wameingia kwenye masuala ya ndoa, yani ni mahusiano wakiwa bado wadogo sana, na unapoangalia mahusiano unahitaji kiasi fulani cha fedha ili yaweze kudumu. Kwa hiyo unakuta kwamba umri ule ambao angepaswa awasaidie wazazi, kila anatumia kuendeshea familia yake. Na unavyojua familia ina changamoto za hapa na pale, watoto, kwa ni kitu ambacho inaweza ikakata ule mrija kuwasaidia wazazi nyumbani. Kuna mzee mmoja nimekutana akasema kwamba vijana maisha siku zote wameiga maisha kimagharibi, kwamba mimi na mpenzi wangu au mimi na mke wangu na watoto wangu, huko wengine watajijua wenyewe. Bwana Mzamiru na Matilda, ni kweli mnafikiri mnaiga sana maisha ya Ulaya? Huo msemo bwana, naweza sema hapana. Kwa sio Afrika, si Tanzania, ni sehemu hususa sasa Tanzania, hicho kitu akisema ni hali ya uchumi tuseme tu. Kwa hiyo huu ni msemo au ni hizo shughuli zito hizo ni principle mbaya zetu zikaziga. Kikubwa sisi tumeinvest kuangalia kwa maisha ya kiuchumi, tungekuwa na uchumi wa hali ya juu kama vijana, ile pesa inakwenda kuwasaidia wazazi wetu. Kwa sababu unapokuwa wewe una mke, alafu hali yenyewe ndio hivyo, mtoto hivyo, mke anakutegemea, asiwi ni mambo mengi, mtoto na umu asiwe mwenyewe hivi na hivi, account yako isome, afu ndio upange budget ya kwenda sio nyumbani kuwasaidia. Yaani hali haikidhi mahitaji. Kwa hiyo unakuta unakuwa umejibana. Sio kwamba tupende kuwasaidia, tutamani sana. Matilda, uliniambia unatokea Mbeya. Usharudi Mbeya kuwasaidia wazee wako? Hapana, bado najitafuta. Mpaka lini? Nikijipata tarudi. Uchumi pia unasababisha vijana tusirudi kuwasaidia wazee, kwa sababu tunawahi kupata majukumu, yani tunajiwahisisha wenyewe. Yani tunawahi kuchukua majukumu yale makubwa, tunaanza kulea ndoa, yani familia tunaanza kupata mapema, kiasi kidogo tunachokipata tunahudumia familia zetu ambazo tumezipata kwa umri mdogo, tunashinda kukumbuka wazee. Wenzetu wanasema bwana watalelewa na vituo, serikali itawalea wazee. Mnafikiri twende huko, tufike huko sasa, serikali ianze kuwalea wazee, vijana waendelee na maisha yao, na nyinyi mkifika pia kuwa wazee na nyinyi mtalelewa na serikali? Vipi Esther? Hiyo inaweza ikawa moja ya mwarobaini labda kwa maisha yanavyoenda kwa sasa hivi, kwa sababu ule ujamaa tuliokuwa nao wa kuishi 8-9 nyumbani unaweza ukapungua. Kwa hiyo inaweza ikawa sababu mojawapo ya serikali kuweza kuangalia namna ya kutatua hili tatizo. Lakini pia mimi naweza nikawasii wazee wangu, hata wazazi, ni vizuri hata pale tunapowasaidia kuweza kutengeneza miradi ambayo ni endelevu, ambao unaweza ukaanzisha, sio lazima ni kutumia la kila mwezi. Unaweza ukaanzisha kitu ambacho wewe hata kama uko nyumbani umezeeka, umri umeenda, lakini unaweza ukakisimamia kikakupa kipato. Kwa sababu pale pia mtoto anaelemewa. Kuna wengine familia ni kubwa, mtoto wa shangazi anakuja nyumbani, kwa hiyo inawagharimu sana. Lakini pale unaposaidia mara moja mara mbili, na yeye akachukua hatua ya kuanzisha mradi ambao hata nawe kesho ukikwama, mwanangu hii hapa, tunaweza tukasaidiana kwa namna hiyo. Hivyo ni mzee mwenye kipato naye anahitaji msaada kwa vijana wake? Kwa sasa hivi hiyo ni ngumu sana. Ukuta mzee mwenye kipato akapiga simu, kwa nini watu zangu wanijali hivi na hivi, ni ngumu sana dunia hii. Yaani wasa wazee na laumu hawa ni ambao hali duni ndio anatalamika, kwa nini mwanangu asinisaidie, kwa nini mwanangu hivi na hivi, au nimesha chini wazee wetu. Lakini mzee kwa sababu mwenye kipato anategemea mshahara wake nini, yuko vizuri, hawezi kuwaza ile mwanangu kwa nini nisaidie. Yeye kwanza anatamani mwanae amsupport. Sasa mwanangu na shida gani kusaidie? Ni kuweki wapi? Bibi anawaza mwanae amsaidie. Sio eti kwamba eti mwanangu nisaidie mimi. Hicho kitu hakika. Sasa niambie Bwana Hasani, unasemaje kwamba kuna yale ambayo yanazungumzwa kwamba hata katika maisha kawaida, upo kwenye basi, upo kwenye foleni hospitali, unamwona mzee, vijana wamekuwa kama hawajali pia. Yaani unamwona kama mzee fresh tu bwana, yeye naye sipange foleni. Hiyo imeonekana mara kadhaa na inazidi kuonekana, kwa sababu maadili kama vile yameporomoka. Kwa sababu leo unaweza kukuta kijana amekaa kwenye nini ya siti, lakini mzee amesimama ameshikilia bomba, na kweli gari linayumba na kijana anaona jambo la kawaida. Hii tunaweza tukaiweka kana kwamba ni matokeo ya malezi. Tusiwalaumu vijana pia. Wazee wetu na tunabidi tuwapondee kidogo. Wazee unaelewa kama sasa hivi kuna masuala mtandao. Sio wote, lakini kuna baadhi ya wazee wamekuja na content za ajabu sana mtandaoni, kiasi kwamba kijana akiangalia kijana ambaye ana malezi bora, na kijana akiangalia, kwa mfano mimi nikiangalia, inaweza ikanibadilisha mtazamo kwamba kama wazee wanafanya vitu vya hivi, mimi napaswa niheshimu. Hata kumekuwa na swala nzima la vishangazi. Mashangazi. Wale mashangazi ni wazee, sio wazee wale. Wale pia ni wazee, unakuta ni watu wanaoingia kwenye uzee. Kwa hiyo imetufanya vijana tuwe na mtazamo tofauti na jinsi ambavyo tulilelewa. Lakini kijana unayejielewa, heshima haitaki heshima.
ukiheshimiwa heshimu, lakini usipoheshimiwa heshimu. Nimekaa na mwangalia Matilda, nafikiria mbali hivi, ulivyofika Dar uliona wazee Matilda? Ndio, niliwaona, lakini cha kushangaza zaidi nilifika Dar nilikutana na tabia za yani ambazo sijazizoea huko mikoani. Mikoani na huku kwenye miji ambayo imeendelea ni tofauti. Yaani kule mikoani wazee tumezoea ni tunasalimia na wanaitikia kusema shikamoo marhaba. Na usipomsalimia pia anaweza akakurauma na akakupeleka kwa mzazi wako. Lakini nimekuja huku mjini Dar es Salaam, wazee wa huku nikutana na msemo kwamba uzee mwisho Chalinze. Yaani hicho ndio kitu ambacho kinitia ugumu katika maisha ya hapa Dar es Salaam. Yeah, of course nilishindwa kuendelea kuwasalimia wazee nikikutana nao. Maana ukiwasalimia shikamoo anakuambia mambo. Sasa unajiuliza, sasa mimi namsalimia ananiambia mambo. Siku nyingine hata nikimkuta nashindwa kumsalimia, maana nashindwa kusema mambo. Kwa dakika chache sekunde, Bwana Mzamiru na Esther, mtufungie nini tufanye kwa kifupi sana, kifanyike nini? Naona muda wetu umeisha kabisa. Ningeomba wazee wa mjini pia wabadilike. Wanafanya wazee wa kijijini wateseki. Esther, kwa sekunde chache. Kwangu mimi kusaidiana haiwi kwenye swala la hela tu kama alivyosema mwenzangu. Pia kuna emotional support, tukumbukane, kuwasalimia wazazi, kuwatembelea pale ambapo tunapata nafasi. Lakini pia wazazi na wazee watusaidie sisi vijana kwa kutokuwa mzigo. Pale ambapo kijana wako anakusaidia, basi usichukulie kama ndo advantage ya kwamba sasa inabidi wewe unatuma. Magdalena, una mwisho na wewe pia la ushauri kwa kifupi. Tukijipata hata kidogo tunachokipata tuwakumbuke wazee wetu. Msikilizaji, nilikoponea Magdalena Mwamaja ambaye tumetoka kumsikiliza hivi sasa, lakini pia Mzamiru Nasoro, Hassan Kabongo na Esther Simwe. Mimi naitwa Nuari Mkama, asante na kwaheri. DW Jukwaa la Manufaa.